Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama huja subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utauona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango letu la 7 ili tunasema ni lango la akili au hekima na maarifa. Kubwa sana lango la akili au hekima na maarifa ya kimungu. Kati ya vitu ambavyo unahitaji kuviombea sana ni Mungu kukupa ufahamu wa juu zaidi na akili kubwa zaidi, au tunasema maarifa na ujuzi. Kwa sababu kwa nini tuombee hili lango la akili, la maarifa na ujuzi? Kwa sababu hili ni lango pekee ambalo limewafanya watu watajirike sana na wawe matajiri.
Leo hii tukitoa mifano ya watu ambao wanatengeneza software hizi, wewe fikiri mtu ambaye ametengeneza tu, alifikiri Mungu akampa ujuzi na hekima na maarifa, akatengeneza YouTube. Niambie pesa anazoingiza sasa. Mtu aliyepewa akili akatengeneza Facebook na anaingiza pesa kiasi gani? Menelewa? Mtu ambaye alikaa akabuni akawa na maarifa. Kwa hiyo hata kwenye maisha yetu ya kawaida lazima tuombee sana mlango wa akili, sababu nao ni lango. Namna ambavyo natafsiri malango 12 ni kwa namna tofauti, kwa sababu Mungu pia amenifunulia kwa namna tofauti. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 31, Kutoka sura ya 31, Biblia inasema kitu cha ajabu sana. Kutoka 31 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Biblia inasema Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima. Umesikia? Nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Naomba nirudie. Bwana akanena na Musa akamwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli. Bezaleli. Bezaleli anasema nami nimemjaza roho ya Mungu. Roho wa Mungu akaa ndani yake. Katika nini? Katika hekima. Roho wa Mungu amsaidie kwenye hekima. Roho wa Mungu amsaidie kwenye maarifa na ujuzi wa mambo ya kazi ya kila namna. Anampa na ujuzi Bezaleli. Pokea upako wa Bezaleli. Kwa Bezaleli anaanza kufanya kazi, anaanza kufanya vitu vikubwa, ni kwa sababu amejaza ujuzi, amejazwa hekima, amejazwa akili, kati ya vitu ambavyo watu wengi wanaviona vya kawaida na au vitoleagi hata sadaka kwa ajili ya Mungu. Nifungulie akili, nipe ujuzi, nipe hekima, nipe maarifa. Umenelewa? Ni kati ya watu ambao hata waelewi. Hauwezi kufanikiwa kwa namna aliwapa maarifa, akawapa roho ya ujuzi, roho ya akili, roho ya maarifa isiyokuwa ya kawaida, akawapa watu hawa. Watu hawa leo wamefanikiwa, watu hawa leo wameinuliwa, watu Jesus. Sijajua kama kuna mtu mmoja ananielewa kinazungumza. Umeona? Soma Kutoka 35 mstari ule wa 31, Biblia inasema, kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Huri, kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima, unaona, na akili na ujuzi na kazi ya ustadi wa kila aina. Unaona? Sasa ona mstari 32 anasema, na kuvumbua kazi ya walevu, unaona, na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba na kukata vito vya kutiria na kuchora miti, umeona, na kuweka katika kazi ya walevu kila aina. Unaona? Yeye amemtiria moyoni mwake ili apate kufundisha yeye. Umeona? Sala 35 anasema amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike kwa kazi za ustadi za kila aina. Kama naongea na mtu mmoja ananielewa. Unaweza kuona hii siri kubwa sana. Hii siri kubwa sana. Kati ya vitu ambavyo watu haviombei ni lango la akili. Lazima Mungu akupe akili. Lazima Mungu akupe akili isiyokuwa akili ya kawaida. Mando rosa karabashaka. Kuna mtu mmoja leo ukitoa sadaka ukasema, Mungu naomba akili. Unaona? Akili yangu, maarifa, ujuzi. Umeona? Ujuzi. Umeona? Ujuzi.
ujuzi, mlango wa akili na ujuzi. Umeelewa? Ule mlango ni mkubwa sana. Lazima utolee sadaka maalum. Baba, naomba ufungue akili yangu mwaka huu, akili yangu ifunguke. Mungu akifia fungua akili yako, utaanza kuona vitu fulani, ujuzi fulani. Mungu anakufunulia fanya kitu fulani. Leo watu anafanya ujuzi wa vitu vingi. Mungu anawapa ujuzi wa ukarabati nyumba fulani. Unashangaa ujuzi alionao unampa utajiri, unampa kila kitu. Ninakuombea katika jina la Yesu. Yesu Kristo mwana wa Daudi akupe ujuzi usio kwa kawaida. Akupe akili sio kwa kawaida. Kuna mtu hapa nataka niombe naye na saa hii anataka pande sadaka yake. Nataka ukamate hiyo sadaka, inua juu. Sadaka yako utashangaa inakupa akili na ujuzi. Inua sadaka yako, sema Bwana Yesu, nimesimama mbele zako kama mwanao katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimejua mbele zako ya kwamba nahitaji unipe akili kama ulivyompa Bezaleli katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, kama vile ambavyo ulimsaidia Bezaleli, nami nasimama na dhabihu hii. Ninaomba Yesu nisaidie, nipe maarifa, nipe akili, nipe ujuzi wa kubuni kazi za aina mbalimbali mwaka 2026 katika jina la Yesu Kristo. Robo sandarama koraba saka. Anza kuomba, tamka mbele za Bwana katika jina la Yesu. Ninafungua akili yako naifungua kwa jina la Yesu. Maarifa yako nayafungua kwa damu ya Yesu Kristo. Rikandaraba saka. Akili iliyolala, huo mlango wa akili ninaufungua kwa jina la Yesu. Ramandoro satata rababa koraba shaka. Ninafungua mlango wa akili, katika jina Yesu. Robo shandarama koria. Baba, nafungua akili ya baba huyo, akili ya mama huyo, akili ya kijana huyo, akili ya binti huyo. Baba, mpe maarifa, mpe ujuzi wakuvumbua mahali ambako watu wengine wameshindwa, yeye avumbue. Robo sandarama koria, robo shandaramata, robo sakaraba koria, rinda makoraba shanda, makoraba koria, resekerere, randa rababa, rasatarababa, reshatarababa. Katika jina Yesu. Baba, nafungua akili yake, nafungua fahamu yake, nafungua akili yake in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina Yesu, ujuzi wake awe nao, ninaufungua kuanzia sasa katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Endelea kuomba maombi haya, unarudia, unakamata akili yako, unarudia, unaiombea. Utaona akili yako inafunguka na unaanza kufanya vitu vikubwa vya ujuzi ambavyo ni tofauti na watu wengine. Nichukue nafasi hii ni kuombe wewe ambaye umebeba hiyo sadaka yako. Panda sadaka yako na Mungu atakubariki sana. Unapopanda sadaka yako nijulishe kwa njia ya WhatsApp na mkono wa Mungu utakuwa dhahiri sana kwako. Neema ya Yesu iwe juu yako. Nichukue nafasi kualika kwenye maombi tunaendelea nayo, na Baba wa mbinguni afungulie neema, afungulie utukufu, uone mambo makuu. Karibu sana katika mlango wa ukombozi kwa mataifa yote hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Neema ya Yesu inaendelea kuwa juu yako na utukufu wa Mungu unaendelea kuwa juu yako. Mungu akubariki sana. Nikutakie siku njema yenye baraka. Shalom, shalom, shalom.